وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم خبير، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، leo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaitafsiri aya iliyomo ndani ya Suratun Nisa nambari 32, aya inayofunza au aya inayokataza watu kutamani kwa kupitiliza vile ambavyo uwezo wa kufikia hawana, au ndivyo alivyogawa Mwenyezi Mungu kwamba fulani atakuwa katika hali fulani au jambo fulani litakuwa katika levo fulani. Mtu huyu akafika mahala tamani yake ikampelekea katika kuvuka mipaka, akaingiza hasadi. Aya inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, 32, wala tatamannaw ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'dhi. Wala tatamannaw, watu wa lugha la hii ni la nahia, inakataza. Na jambo lolote linalokuwa limeanzwa na nahi kwamba limekatazwa, watu wa usuli wanasema yufidu tahrim, jambo hili linafidisha uharamu, kwamba kitu hicho kinachokatazwa ni haramu. Kwa hiyo Allah anasema wala tatamannaw, msitamani, ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'dhi, yale ambayo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi kuliko baadhi nyingine. Katika ambayo wamefadhilishwa wanadamu baadhi yetu kuliko baadhi ya wengine ni mengi, na tutayasherehesha ni yapi. Mfano, mwanamme amepewa mbili ndani ya Qur'ani katika urithi baada ya wao kufiwa na baba yao, akaachwa kijana wa kiume na wa kike. Mwanaume anachukua mbili, mwanamke anachukua moja. Sasa mwanamke akawa atamani yeye ile mbili ingelikuwa yake yeye. Huo ni mfano mmoja. Au atamani kwamba huyu fulani tuliozaliwa naye mahala pamoja katika mji mmoja, leo anaitwa waziri au anaitwa raisi au anaitwa shekhe mkubwa katika mji. Kwa hiyo kawa wewe watamani kwamba lile jambo lingelikuwa lako wewe. Tamani hii ndiyo inayozungumzwa hapa. Lakini kama tamani yako kwamba wamuomba Mungu ufikie katika levo hile, basi hii si tamani mbaya, kama ambavyo tutaona aya hii na sababu yake ya kuteremka. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lirijali nasibun mimma iktasabu, wanaume wana sehemu yao ya fungu kwa vile walivyovichuma, kwa kile ambacho wamekichuma, wana sehemu yao. Walinisai, na kina mama nasibun, na wao wana sehemu yao mimma iktasabna, kwa kile walichokichuma. Kikubwa Allah anaelekeza was'alullaha min fadlihi, muombeni Mwenyezi Mungu kunako fadhila zake. Hili ndio jambo kubwa kabisa, aombe Mwenyezi Mungu kunako fadhila zake. Inna Allaha kana bikulli shay'in alima, hakika Mwenyezi Mungu siku zote amekuwa ni mjuzi wa kila kitu.
kamfadhilisha mwanaume kwa sababu ambazo Allah anazijua, hakuna kiumbe mwenye kujua. Kamweka chini mwanamke kwa sababu anayojua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya surati Al-Imran Allah anasema yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim, anahusisha Mwenyezi Mungu kwa rehma zake kumpa jambo amtakaye. Yani hata wale mitume waliopewa utume, basi kulikuwa kuna watu waliokuwa mashuhuri na wakionekana wema kuliko hata wale mitume kwa mtazamo wa kibinadamu, lakini kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ampa mtakaye. Kwa nini kamtoa Nabiullahi Muhammad akiwa ni yatim, kana yatiman? Na kwa nini basi kamtoa katika hali ambayo watu wake walikuwa wapo wenye uwezo na umashuhuri na uhodari kuliko yeye? Abu Jahal alikuwa ni maarufu, Abu Lahab alikuwa ni maarufu, Musailimatul Kadhab alikuwa ni mtu mbabe maarufu, Umayya ibn Khalaf alikuwa ni maarufu. Kwa nini kenda kamtoa Mtume Muhammad? Yakhtassu birahmatihi man yasha, anahusisha Mwenyezi Mungu rehema zake kumpa amtakaye. Wallahu dhul fadlil azim, Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye fadhila zilizokuwa kubwa. Hivyo mwanadamu atakiwa atamani kufikia mafanikio, lakini astamani kutaka kwamba jambo la fulani limtoke yeye lije kwake, na hii ndio inaitwa hasad. Tamani inapelekea kwenye hasad. Naam. Lakini pia katika aya ndani ya suratu Ali Imran Allah anasema qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha, sema ya Muhammad, hakika ya fadhila zipo katika himaya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fadhila hizi ziko kwake, biyadillah. Wewe huwezi kugawa fadhila hizi, huwezi kugawa, lakini Mwenyezi Mungu anazigawa na ziko kwake. Wewe ukiona kuna kacheo umekapata, basi elewa ni katika ule mgao wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna mtu pale anajifahari kwamba kakuweka pale, ni sababu tu, lakini tayari Allah alitaka fadhila ile uipate. Sababu ya kuteremka aya hii yasema, na anapokea Ummu Salama hakake yeye amesema kwamba wanaume wanapigana vita, yani yaghazu rijalu, wanaume wanapigana vita, lakini wanawake hawapigani vita. Wala yaghazu nisa, inajuzu, manake hapa ilikuwa iwe wala takhazu nisa kwa maana ta'nith, hawapigani vita wanawake. Wa innama lana nisfu almirath, si jenginelo, pia sisi tunapata nusu katika mirathi, kama alivyosema 2 kwa 1, mwanaume 2 mwanamke 1. Wakawa natamani laiti wao wangepata vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya wala tatamannau ma faddala Allahu ba'dakum bihi ala ba'd. Na vile vile Ummu Salama alikuwa ndio teka la mwanzo ambaye alifika Madina akiwa amehama kutoka kwake. Haya yote yaonyesha kwamba wanawake, yeye alichukuliwa kama mateka, lakini hawakuwa wanaingia katika vita. Tukija katika kuonyesha kwa nini tumekatazwa kutamani, anasema Ummu Salama huyo, ya Rasulullah, la nuqatilu fanashtashhidu, hatupigani vita sisi tukapata shahada kama wanaume. Si mnajua kwamba wanaume wanapigana vita, na wakipigana vita, man kutila fi jihadi fi sabilillah fahuwa shahid, damuhu
atyab min rihil miski, anayepigana vita ya jihadi, mtu huyu akifa anaitwa shahid. Damu yake ina harufu nzuri mno kuliko harufu ya miski. Kina mama hawaendi. Je, wao hawapendi kunukia na wao damu zao? Je, na wao hawapendi kufa mashahidi? Sasa hawa kina mama wanasema haya maneno, wala naqta'u almiratha, wala hatukatiwi mirathi kwa kiwango wanachopewa wanaume. Na kule nyuma walikuwa hawarithishwi kabisa kina mama, wala watoto walikuwa hawarithishwi. Leo kwa samahata alislam, kwa uzuri wa Uislamu, hata mimba inasubiriwa kwanza mpaka izaliwe ndio mirathi igawiwe, ili ipate kujulikanwa kwamba anayetoka ni mwanamume kwa sababu fungu lake ni tofauti, au mwanamke kwa sababu hawana fungu moja. Ingelikuwa kwamba hawa wanazaliwa katika fungu moja, wanarithishwa katika hali moja, basi pasingesubiriwa, mirathi ingegawiwa, kwa sababu akitoka mwanaume 2, akitoka mwanamke 2, lakini husubiriwa mpaka azaliwe. Ndio ikateremka hii aya, wasitamani wale ambao, wasiwatamani wale ambao Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Ikateremka aya hii. Lakini pia inapatikana ushahidi katika sura namba, itakuwa sura namba 3 aya 195 Ali Imran, anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au untha, mimi Allah sinyongeshi, sidhoofishi matendo ya mtendaji miongoni mwenu, kunako mwanamme au mwanamke. Mwenyezi Mungu hajafanya tadhi'i, kunyongesha, hajafanya. Mwanamke ile moja inamstahiki na mwanamme zile 2 zinamstahiki. Naam. Tukiendelea katika sababu ya kuteremka aya hii, pia kuna kauli imesemwa, wanasema wanawake, laitana rijalu fanujahid, laiti tungelikuwa wanaume na sisi tukapigana jihadi, kama yujahidun, kama wanapigana vita wanaume, wanaghazu fi sabilillahi azza wa jalla, na sisi tukapigana vita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika hili, sasa hii ilikuwa ni sababu ya kuteremka. Tuje katika sherehe ya yale tunayoyaishi. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Zukhruf anasema hivi, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rizqu rabbika wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Sisi Allah nasema tumeyagawa maisha yao. Haya maisha yamegawiwa. Wewe ukishamuona mtu kawa fulani ana utajiri fulani, ni qismatullah, Allah kagawa. Tamani yako ikupelekee katika ufanikishaji level ile, na wewe Allah akujalie ufike. Sasa vigao, vipawa hivi vipawa, mawahib haya, hivi vipawa huwa haviingiliwi. Mwenyezi Mungu anajua kwa nini huyu, kwa nini asiwe yule. Qasamna bainahum ma'ishatahum, tumeagawa maisha yao kati yao. Lakini si hilo, warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, tukainua baadhi yao kuliko wengine daraja za juu, za juu. Nikiwahamisheni kidogo, nikiwapelekeni duniani. Tukiangalia nchi ya Urusi, nchi ile maraisi ninaowajua mimi mpaka kufikia Vladimir Putin, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin,
Alafu Putin alikuwa rais, baadaye alijitoa katika alijitoa kwenye kinyang'anyiro, akamweka swahiba wake anaitwa Medvedev. Huyu alipoingia pale, huyu akawa waziri mkuu, baadaye akaja tena miaka ile kuisha, akarudi katika uraisi. Sasa kiakili ya kibinadamu unaweza ukasema kwamba yule kajiweka, sijui nileko zure, yule kajiweka pale. Akili yangu mimi na wewe ndivyo tunaweza kusema kajiweka pale, lakini Allah ndio kataka akae pale. Kama asingelitaka Mwenyezi Mungu, yule bwana asingelitoka pale, yule ambaye tayari ameshatawalia kiti. Lakini hata wale waliokuwa katika kabineti ile, kuanzia mawaziri, bunge lake, raia, wasingelimweka tena pale. Allah subhanahu wa ta'ala atasifiwa mjanja, atasifiwa mbabe, lakini Allah ndio kamsababisha kukaa pale. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Mfano wake huyu, kuna ile ndoa ya muhallilu wa muhallala lahu. La'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu. Mimi memwacha mke talaka 3, hainifalii kumwoa, na mtafuta mwanaume. Sijui nimeleka uzuri manake anasema Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Akimuoa, akimwacha ile talaka ya 3, aimuhalaliki tena yeye mpaka aolewe na mume mwingine, aachike ndio aje amuoe. Sasa kuna watu mabaradhuli huwa wanawatafuta wanaume wakawahalalishie. Sasa anachukuliwa mtu, anamuona kama zebezebe fulani hivi, huyu hawezi kunogewa. Na haya tumeshayaona live. Huyu ni mtu tu wa kawaida kawaida, huyu hawezi kufika mahala. Wanakubaliana kwamba bwana, mimi nakuomba, mke wangu nampenda, nishamwacha talaka 3, hakuna shekhe atakayeniozesha wala sheria mimi hainipi nafasi ya kumrejea tena, naomba umuoe alafu muache mimi ni muoe. Kuna moja niliona katika nchi fulani, sihitaji, lakini hapa petu ishatokea. Anapewa mtu kwa kuangaliwa hali yake, huyu si mtu wa mambo ya kimjimji, anakwenda kufunga ndoa. Ile ndoa, shekhe anayekuja kufunga ndoa hajui, anajua kuna ukweli, kumbe hapa kuna watu wamepanga mchezo, dili limepangwa hapa. Anaolewa binti, anazaa, kabla kuzaa anaolewa, anaishi. Sasa hiyo niliona mimi, jamaa alikubaliana naye miezi 3. Mwezi wa 4 jamaa anampigia simu message, bwana anaona tayari inatosha. Jamaa anamwambia subiri kidogo. Inakatika miezi 6, shekhe tulikubaliana. Sawa, tulikubaliana, lakini subiri kidogo. Inakwenda mpaka mwaka mzima, inabidi abadilishe kauli, bwana si wewe mwenyewe ulimwacha? Tumekuja kuziona ndoa hizi, na moja ipo inaishi, ya mtu aliyefanywa muhalalishaji akawa ndiye muoaji na hakukubali kumuacha yule mwanamke, na wameendelea kuzaa. Yule jamaa majuto ni mjukuu, kapata aliyoyapata. Kwanza laana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Allah kasema laana Allahu almuhallila walmuhallala lahu. Amemlaani Mwenyezi Mungu mwanaume mwenye kuhalalishiwa na mwenye kuhalalisha. Hivyo tumeliingiza hili, tuchukulie yale tuliozungumza kwamba Mungu akishakuwa kagawa huyu mke huyu ambaye kapata huyu bwana aliyekuwa kaitwa ahalalishe, ndiyo kigao chake Allah kampa.
huyu bwana alichezea kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ameshasema hiyo ni laana kupitia lisani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tumegawa maisha haya kati yao, tukainua daraja baadhi yao kuliko wengine. Ndio hapa sisi hapa tumekaa mbele, nyinyi mmekaa hapo, na kuna mahala tunakwenda sisi tunakaa nyuma, kuna watu wanakaa mbele. Majuzi tulikwenda kwenye kikao kimoja, sisi tumekaa kule, huku nyuma kuna watu, huku mbele kuna watu wamekaa. Huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala, na inabidi usalimu amri na ukubali matokeo, isikupe tabu. Kwa nini yule amekaa pale, mimi niko hapa? Sijui nimeleka uzuri Ukiishi hivyo utakwenda wewe tamani, lakini kutamani kwako ni ile ghera ambayo nitaizungumza hapa ya kufikia na wewe katika level kama ile. Sio tamani ya kuomba yule bwana atokewe na ile neema alafu ije kwako wewe, la. Aya nyingine kwanza hii tumalizie, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili baadhi yao iwatumikishe baadhi nyingine. Yani kuna watu Allah kawapa ujuu, kawapa daraja ili watumikishwe wengine, na hiyo ndo dunia. Haiwezekani hapa wote tukawa ni watu wa tafsiri hii ya Qur'an, wala haiwezekani wote tukawa wasikilizaji, haiwezekani wote tukawa matajiri, na wala haitowezekana wote tukawa mafakiri. Ili dunia istawi na iende vizuri, huyu tajiri kwa namna ya utajiri lazima apate watu wa kufanya kazi katika kile alichokimiliki, na hawa watu ni kwa mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala, kawagaia, kawaona wanafaa. Wakati mwingine unaweza ukasema kwa nini mimi sikuwa na utajiri, lakini Mwenyezi Mungu anajua kwa nini kakufanya hivyo. Uenda ndio khairi kwako, na ndivyo ilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala hakosei kwa kile anachokifanya, wala haulizwi kwa nini yule kawa vile, huyu kawa hivi. Kwa jambo lolote lile Allah subhanahu wa ta'ala aulizwi. Kuna siku moja katika visa Bani Israil, bwana mmoja mcha Mungu alimuona rajulun muqad au ghulamun muqad, kijana mmoja ambaye alikuwa ni kiwete, fi shatu al-bahari, katika kando kando ya bahari, kamuona kiwete yule. Sasa ikaingia katika nafsi yake kama wivu, imani, atafa, fadakhala fi qalbihi rahma, akapata huruma. Anaona sibyan yalabun, watoto wanacheza fi nahari, katika ule mto, na yule amekaa hazinan kaiban, amehuzunika. Akamwonea huruma sana, kijana mzuri sana, anahangaika, atamani na yeye aingie mule ndani ya ule mto na yaogelee na wenzake. Sasa kwa kuwa ni mcha Mungu, akaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mimi umenipa daraja hii ya ucha Mungu, kama utaniitika ya Rabbi, kijana huyu apate na yeye furaha kama wenzake wanajofurahi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mja wake ambaye ni taqiyu waliyuhu, akaona ampe alichokiomba. Akaja kurudi yule kijana kama alivyokuwa kijana mwingine, sio muqada, si kiwete tena, ni kijana alikuwa na miguu yake. Basi yule kijana haraka sana akaingia katika mto, katika bahari kuogelea, piga mbizi kweli kweli kuliko hata wale waliokuwa ni wazoefu. Kwa raha ile akawa kazi yake, anashika mwenzake anamtumbukiza katika maji, anazama, utundu umemzidi, haelewi, asikii, shika huyu, zamisha huku. Yule mcha Mungu alikuwa anaangalia hiyo ni furaha, akaona hii si balaa, hii dua yangu hii, ya Rabbi ya Rabbi, anaita Mwenyezi Mungu.
mrejeshe kama alivyokuwa, hafai huyu. Akaambiwa na Mwenyezi Mungu, usije ukauliza kwa nini Allah kafanya hivi. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun, haulizwi Mwenyezi Mungu kwa kile anachokifanya. Anaweza ukazaliwa hapa wewe duyuth, sio duyuth sio sifa hiyo, yani ile ni sifa mbaya, lakini khanith, yani yule mtu ambaye wake makhanitha katika hali nyingi, hali mbili maarufu, hafai. Yani yule khanithi ni yule ambaye sisi tunachukulia kwamba ni shoga, si ndio? Lakini hafai yule mtu ambaye kazaliwa lakini hawezi kumkabili mwanamke, si ndio? Umezaliwa hivyo, sasa ukawa wapata tabu. Shekhe wangu, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, uenda ungezaliwa we rijali ingekuwa balaa, paka wake wa mashekhe ungeliwafuatilia wewe. Kwa hiyo wakati mwingine Mwenyezi Mungu anakupunguza kiumbile fulani kwa sababu anajua wewe utakuwa ni mtu hatari. Kuna wengine hatupewi mali kwa sababu hizo tu, balaa. We, kuna mtu mmoja alikuwa na milioni 1, ananiambia mimi, shekhe, na mbona mzangu una furaha kila siku, una furaha? Anaambia, shekhe, alhamdulillah na kibanda changu, jumba viwili na sebule, alafu Mungu aliniwezesha na bodaboda, alafu benki na milioni 1. Na wasiwasi gani bwana? Nikamwambia hivi, mbona hakuna, hiyo ni pesa, mimi naamini kabisa kwamba alhamdulillah. Sasa bwana, acha hayo mambo unafanya. Na nilimuita kwa sababu alikuwa kuna jambo amelifanya kwa mtu fulani, anajifahari kwamba yeye hana shida, kisa kwamba yule mtu aliwahi kumfanyia jambo baya, asa analipiza. Ni kama usifanye hivyo. La mwisho hapa Tabora, shekhe anajua, kuna bwana mmoja alipata pesa hapa, akaenda kafanya pati uhazili ya kuaga umasikini. Shekhe nadhani nakumbuka, uhazili hapo, anaaga nini? Umasikini. Sasa Mwenyezi Mungu na yule bwana, ile pati aliyoifanya ikawa kama kajisumu, ile hali yake ya kipato ikashuka. Tukaja tukamuona Morogoro, mimi nilimuona kabisa anakodisha baskeli. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza asikupe mali kwa sababu anazozijua. Kuna watu tumesoma nao sisi, lakini wametoka kule madarisi, baada kuja kutumikia elimu wamekuwa wafanya biashara. Ukiambiwa alisoma huyu, utaapa miungu yote, huyu hajawahi kusoma, huyu hafanani na elimu, na akisema maneno yake hayafanani na kwamba huyu alipata kupita kwa shekhe na ana digrii. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndivyo anachogawa. Kwa hiyo tuishi katika hilo. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajati liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Wengine tumeumbwa sisi tuwe ni watumishi wa wengine, tutumike. Tuataka ni hivyo, hataki ni tutumike. Tupewe jembe ukalime, bwana nilimie hapa na majani, ile ndiyo haki yako. Ungelikuwa ndio wewe unawatumisha watu, ungekuwa balaa. Wewe shika jembe, lima, mbwa ile, maliza, pewa hela, nenda kale na watoto. Hiyo ndio shughuli yako. Na ifurahikie, uenda kwa shughuli hiyo kwa mbora kuliko yule ambaye amekutumisha wewe. Kwa hiyo kila aliyepewa leo duniani, tunaona hapa kuna watu walilahi alhamdu, tunaona wana magari, wana majumba makubwa, lakini hawalali. Wana mitihani, wana maradhi, hawana raha. Wengine wanaumia kizazi. Yeye ana pesa, yeye ana kila kitu, lakini watoto hawafai. Anahangaika na watu wake wako hovyo, mpaka mtu anaona haya kumwambia ndugu yake kaja kumtembelea kwamba huyu ni mwanangu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa vipawa hivi
wa kullu shay'in biqada'i llahi wa qadari, na kila kitu ni hukumu ya Allah na kadari yake. Nimalizie aya moja katika ile eneo, katika surati ya mwisho, katika aya ya mwisho suratu al-An'am. Allah anasema wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajatin. Sheikh Ahmed Swed, naomba iangalie mwishoni pale kwa msafu, alafu taisoma mpaka ukamilishe. Wa huwa alladhi, ni aya ya mwisho kabisa katika surati al-An'am. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ardi, yeye Mwenyezi Mungu ndiye yule ambaye amekujalieni kuwa makhalifa wa ardhi. Sisi ni makhalifa, na inathibiti katika suratul Baqara, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka aliposema Mola wako, mimi nitajalia ardhini badali. Sisi wanadamu ni urithi au ni badali ya viumbe waliopata kuwepo hapa ardhini, ambao wamezungumzwa katika sura mbalimbali na wanazuoni. Wengine wakawaita banul jani, watoto wa majini. Sisi tulikuwa ni viumbe badala ya wale, tumekuja badala ya wale. Sasa aya inasemaje Sheikh wangu? Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajati liyabluwakum fima atakum. Hapa Allah kawajalieni ardhini kuwa badali, na kainua baadhi yenu kuliko baadhi wengine daraja. Angalia sababu, Allah kaizungumza sababu ya kuinua baadhi yetu kuliko wengine daraja. Liyabluwakum fima atakum, ili akujaribuni kwa vile alivyokupeni. Sasa hebu niambie, hapo utajifahari napo wewe kama kweli wewe unaijua Qur'ani? Allah lengo la kukupeni vitu ni kuwajaribuni. Nimepewa mimi ushekhe, najaribiwa. Naweza baada kwa shekhe nazungumza mawaidha hapa nikawa mchawi mkubwa. Amekupa wewe uwaziri, baada ya kuwatumikia watu ukawa ni mwizi mkubwa. Amekupa wewe uimamu, baada ya kuwaongoza watu ukawa unawapoteza na unawafanyia mambo mabaya mpaka kwa wake zao. Kila ulichopewa Allah anakujaribu nacho. Liyabluwakum fima atakum, ili akujaribuni kwa vile alivyokupeni vipawa mbalimbali. Na uzuri ni bahati sana kumkuta mtu ana vipawa vyote, na wapo, ana mali, ana ilmu, ana watoto, si ndio vitu vikubwa hivyo bwana? Ana wake 4, mwamba huyo, kapewa vyote. Lakini wengine unaweza ukapewa hichi ukanyimwa hichi. Ulichopewa hata nguvu, jamani, hii nguvu ni mtihani. Unaweza kazi yako wewe ni kutaka kupigana na watu tu, kuonelea watu tu. Sijui nimeeleka vizuri. Hii yote ni mitihani. Hivyo basi, inna Allaha sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Haka Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Asra'ul hasibin, ni mwepesi wa kuhesabu. Lakini vile vile ni sari'ul iqabi, so hisab. Sari'ul iqab, inna Allaha sari'ul iqab. Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuadhibu. Shadidun dhuntiqam, ni mkubwa wa kuangamiza. Lakini mwisho anasema wa innahu laghafuru rahim, na Mwenyezi Mungu pia ni mwingi wa msamaha, na Mwenyezi Mungu ana huruma sana. Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Kwa yote tunayofanya Allah anatupenda sana. Hivyo basi wamekatazwa kina mama hapa. Ile aya tunaizungumza sisi ni nambari 31 surah an-Nisa. Wamekatazwa kina mama kutamani yale ambayo wamepewa wanaume, eti na wao wanataka wapigane jihadi.
wanatamani lao wangelipewa na wao mbili kama wanachopewa kina baba. Turudi hapa kwa kina mama. Sijui naeleweka ndugu zangu Kina mama ambao watatusikiliza katika darasa hii na wale waliopo, naamini kuna wengine wakule wanasikiliza, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakosei. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu, wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Mnaelewa hii aya wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Kila kitu mbele ya Mwenyezi Mungu kina kiwango chake. Kila kitu. Mwanamke ni mama yetu, kaumbwa wa pili, tena yeye hakufinyangwa, katoka kwenye ubavu wa baba yetu Adam, si ndio? Katoka yeye. Lakini muangalie Allah aliyemuumba anavyosema, ya ayuha nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mcheni Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni kunako nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, akaumba kunako nafsi hiyo zawjaha, mkewe. Kwa hiyo katokana nani? Na Adam. Aliyeumbwa hapa nani? Akafinyangwa ni Adam alayhi salatu wasalam. Mama akatokana na baba yetu Adam. Katika hadithi ya Mtume alisema istausu bin nisa'i khaira, usianeni kina mama khairi. Akatoa illa ya kuhusiana khairi, fa innahunna khuliqna min dhal'i, wao wameumbwa kunako ubavu. Umesifiwa katika hadithi nyingine al-aisari, wa kushoto. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta, angalau dhaifu wake, ukisema wende kunyoosha utauvunja. Wa in taraktahu, na kama utauacha, lam yazal munawija, au utaacha kuwa umepinda. Huyo ndo mwanamke. Sasa wampaje huyu uongozi wa nyumba yako? Wampaje huyu mamlaka kwako? Huyu kwa maisha yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kampa kuwa chini, nafasi yake hiyo, mwanaume kuwa juu kimaumbile. Wana sayansi na falsafa wamegundua leo kwamba mwanamke ana udhaifu mkubwa kuliko mwanaume. Kwa hiyo Uislamu, kwanza kabla Uislamu tumwangalie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shekhe utaangalia na aya nyingine, lakini aya nitakayosoma inasema wama arsalna qablaka min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim, hatujapeleka kabla yako ya Muhammadi mtume ila wanaume. Hivi kuna mtume mwanamke? Na waulizeni Waislamu nyie, kuna mtume mwanamke? Makhalifa wa mtume wako ngapi? Wako ngapi? Katika hawa wanne kuna mwanamke? Manake tunaye Abu Bakrin, tunaye Umarun, tunaye Uthmani na Ali, na wale waliongeza watano wa Umar ibn Abdul Aziz, watano. Si unaona hapa katika surati Yusufu pia nadhani ipo aya hiyo inaizungumzia wanaume kwamba ndio waliokuwa mitume toka Adamu alayhi salatu wasalam mpaka kufikia nani? Nabiullahi Muhammadin sallallahu alaihi. Nataka niwaulizeni, mitume mursal, anbiya, wale mitume mursal wako wangapi? 25. Ndani ya 25 yuko mwanamke? Mitume wote manabii na mitume wako wangapi? 100,000 na iko kauli kwamba wako 300,000 na kidogo. Sawa sawa. Katika hawa 124,000 au 25 kuna mwanamke? Hakuna hata mmoja. Kuna sura maalum inaitwa suratu Maryam, mnaifahamu? Ni mwanamke aliyezungumzwa kwa sura maalum, sura nzima, suratu Maryam. Huyu ni mtukufu sana, si mnajua nyote? Kwanza kazaa mtu mtukufu sana, kamzaa nani?
Isa alayhi salatu wasalam. Lakini je, alikuwa na mume huyu? Kamzaa mtoto bila baba, si ndivyo? Fajaatuhu fantabadhat bihi makanan qasiya. Sawa eh? Alikuja malaika, una utukufu kama huo, fatamathala laha basharan sawiya, akajifananisha kama mwanadamu hivi, ndio akakutana naye. Sasa niwaambieni, hivi kuna utukufu kama binadamu kujimaa, kufanya jimaa na malaika? Hakuna utukufu kama huo. Lakini pamoja na matukufu yote na mazuri yote haya, hakuwa mtume. Au iko hadithi nasema Maryam ni mtume? Ipo? Hakuna. Nimetoa yale makubwa aliyokuwa nayo. Sasa unaposikia mwanamke yuko chini, mwanaume yuko juu, sio jambo la kikawaida, labda kuna mtu katamani kusema hilo. Haya ni maumbile na mfano alioweka ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, niwarudishe karibu hapa zama za Mtume. Hivi kuna mtu aliyekuwa na ilmu katika maswahaba kama Aisha? Mpaka maswahaba wa kiume kina Abubakar alikuwa akisoma kwa Aisha. Mnafahamu hilo eh? Aisha alikuwa ni mwanazuoni mkubwa, alikuwa ni sheikhatu, ni alimatu, ni alamatun, alikuwa ni mwanazuoni kwelikweli. Lakini hakupewa chochote baada Mtume kufariki, chochote, hata ubalozi wa nyumba 10 hakupewa katika ule mji wa Madina ule. Sijui nimeleka uzuri eh? Nazungumza haya kwa ajili ya dini, sizungumze kisiasa. Sijui nimeleka uzuri. Wanasiasa wao wana mambo yao, wana mipango yao. Mimi nazungumza dini. Tuko pamoja eh? Manake ieleweke hivyo. Manake sisi tunatawaliwa na wanawake, tuna wabunge wanawake, tuna mambo kama hayo. Dunia iko hivyo. Lakini mimi nazungumza kama Uislamu unavyosema, na kama waumini wa Uislamu. Kuna ngazi tunazimudu wenyewe kama majumbani mwetu. Kwa hiyo wanawake wao siku zote wako chini ya waume zao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawapata mirathi kidogo kuliko alichopewa mwanaume. Naam, sasa naomba katika aya yangu hiyo, Sheikh wangu ambaye wewe unafuatia darsa kwa kusoma, nitakutafsiria mimi na wewe kesho, niingie katika yale ulioniuliza juzi ili niweze kumaliza darasa langu kwa dakika chache tu. Sasa naomba hapo ndio mnaweza mkaandika, kwa sababu ni kitu tuliulizwa na Sheikh wangu.